Habari gani mwana michezo wa TBR24 Media, karibu sana kwenye kipindi cha Sports 24 ya TBR24 Media, tuweze kuangazia kile ambacho kimejitokeza kwenye masuala mazima ya kimichezo, lakini kwa siku ya leo tutajikita sana kuangazia kombe la dunia ambalo linaendelea nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada, na tutangazia pia timu 10 ambazo zinawakilisha bara la Afrika ambazo zilifuzu kucheza kombe la dunia mwaka 2026. Safari yao ikoje? Tutangazia timu ambazo mpaka sasa zimeshaondoshwa, shida ilikuwa ni nini? Tutangazia timu ambazo mpaka sasa bado zipo kwenye mwendelezo kuendelea kucheza michezo ambayo imesalia ya kombe la dunia, lakini pia tutangazia michezo iliyopigwa hapo jana, tutaichambua kwa uzuri wake, lakini pia tutachambua pia michezo ambayo itapigwa usiku wa hii leo. Kama nilivyokuambia, leo tutaangazia sana kuhusiana na kombe la dunia la mwaka 2026. Kama ilivyo kawaida, jina langu ni Jeruini Jackson, nipo na Bravis Joas kwenye kiti cha uchambuzi. Fundi mitambo ni Elia Daniel, pia yuko nyuma ya kamera kuhakikisha mambo yanakufikia kwa uzuri kabisa. Bwana, uko vizuri? Niko vizuri kabisa, namshukuru Mungu. Ya, tunaona kinachoendelea nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada, ikiwa ni kwa mara ya kwanza mataifa matatu yanaandaa kombe la dunia. Ni kwa mara ya kwanza kama ulivyosema, lakini pia ni kwa mara ya kwanza kwa sababu kuna rekodi nyingi ukiachana na mataifa matatu kuandaa, lakini pia kuwa timu nyingi sana pia kwa maana ya 48. Tumezoea kombe la dunia lililopita na mengine yote kuanzia 1930 ilikuwa ni mataifa 32. Kwa maana kwa hatua hii ambayo tuliopo ya 32 ambayo ipo inamalizika, ndo sasa hivi ingekuwa hatua ya 16 bora, lakini kwa sasa tulianzia hatua ile ya nyuma kwa sababu ni timu 48. Kwa hiyo ni kombe la dunia la kiutofauti, lakini pia la kipekee, na inawezekana pia tangu mchezo wa kwanza mpaka sasa hivi kuna baadhi ya vitu vimeshaonekana na vinadhihirisha kwamba ni kombe la dunia la namna gani. Bwana, sawa. Tuanze kuangazia kile ambacho nimekizungumza hapo mwanzoni kabisa. Tunaangazia kombe la dunia ambalo linaendelea nchini Marekani, Mexico pamoja na Canada, ikiwa ni kwa mara ya kwanza michuano inachezwa kwa michezo mingi zaidi, na timu ambazo zinashiriki ni nyingi zaidi kama alivyosema Bravis Joas, timu 48. Tuanze kuangazia wawakilishi wa Afrika ambao kwenye miaka ya nyuma ile walikuwa wanashiriki wachache sana. Toka mwaka 1930 kama nilivyozungumza, mataifa ambayo yalikuwa yanafuzu kombe la dunia kutoka Afrika yalikuwa ni machache, lakini mwaka huu yamekuwa ni mataifa 10. Kwanza tuangazie hayo mataifa yalikuwa ni mataifa gani. Taifa la kwanza ilikuwa ni timu ya taifa ya Misri, lakini pia timu ya taifa ya Morocco, timu ya taifa ya Ivory Coast, timu ya taifa ya Senegali, lakini pia timu ya taifa ya Afrika ya Kusini, timu ya taifa ya Cape Verde ambao pia na wao walifuzu, lakini pia timu ya taifa ya Tunisia, timu ya taifa ya Algeria, timu ya taifa nyingine ambayo ilifuzu Ghana pia walifuzu kwenye kombe la dunia, lakini timu nyingine ya Afrika ambayo ilifuzu pia ni DRC Congo, na wao pia walifuzu kwenye timu 10 ambazo zinawakilisha bara la Afrika. Mpaka sasa kwenye hizo timu 10 ambazo tumezibainisha na nyingine ambazo zilifuzu, tuangazie safari yao ilivyokuwa kwanza mwanzoni. Kuna kitu gani ambacho zilikionyesha kabla tuanza kugusia safari yao ya kutoka na wengine ambao bado wanaendelea? Tuzungumzie kwanza hapo safari yao na kile ambacho walikionyesha mara baada ya kufuzu kombe la dunia la mwaka huu. Kwanza kwa sababu ni timu 10 kama ulivyosema, kwa Afrika ni jambo ambalo pia Waafrika wengi chini ya rais wa shirikisho la soka CAF kwa maana ya Patrice Motsepe nafikiri walilipokea vizuri sana baada ya DR Congo kupata nafasi akiwa kama timu ya 10, kwa sababu tunakumbuka alienda kucheza playoff, akacheza na Jamaica, mwisho wa siku akapata ushindi na akaweza kupita. Lakini kama ulivyosema ama ulivyouliza ni kwamba ushiriki wao
kila mtu alienda kushiriki kulingana na alivyojiandaa, na uwepo wao pia ilitegemeana na kile ambacho wamekiandaa. Wakati makundi yanapangwa, tulitazama nani yupo kundi gani, nani yupo kundi gani, na nini ambacho anaweza akakifanya. Almost kwa baadhi ya vitu ambavyo vilifikiriwa kwa wengi waliozungumza, wanaolifuatilia soka, inawezekana pia vimeonekana kwa asilimia kadhaa. Kwa mfano, miongoni mwa mataifa yaliyonyimwa nafasi kubwa kwa Afrika ilikuwa ni timu ya taifa ya Tunisia. Na ni timu ya kwanza ambayo ilishindwa kuvuka hatua ya awali. Hilo lilitokea. Lakini pia tazama, mataifa mengine yamekuja kutolewa hatua nyingine, lakini bado kuna vitu ambavyo inawezekana bado tunahitaji kuvifanya kama Afrika ili tuweze kuimprove zaidi. Kwa hiyo ushiriki wao ulikuwa ni bora, na kama tukifika eneo la kuzungumza kila mmoja kile ambacho aliki-apply kwenye mashindano, kwa sababu kila mtu alicheza michezo ile ya hatua ya makundi, nafikiri yapo mengi zaidi ya kutazama kwa kile ambacho walikionyesha wa Afrika. Lakini kwa timu 10 of course ilikuwa ni uwakilishi mzuri. Timu 10 bila shaka, matarajio hata kama mataifa mengi yangetolewa, tulitarajia walau hata nusu iweze kusonga mbele na tuweze kupata mataifa ambayo yanaweza kaliwakilisha bara kwa uzuri. Kwa mfano mwaka 2022 kama nakumbuka, Morocco alivyoibeba bendera ya CAF na kuitangaza mpaka nusu finali, alifanya vizuri. Sasa kwa sasa hivi target kubwa ilikuwa kama ni mataifa 10, basi alichokifanya Morocco kwa sasa apate mwenzake, lakini pia wafanye kilicho bora, aidha kiwe kile kile au wazidishe hapo. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza, matumaini yanazidi kufifia. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.